Nimesimama hapa kuweza kuzungumza nanyi kuhusiana na masuala ambayo yamejitokeza katika nchi yetu na yanaendelea kujitokeza katika nchi yetu. Masuala mawili, ya kwanza yanahusu yale yote ambayo yamejitokeza kuhusiana na kesi ya mwenyekiti wa chama chetu ndugu Tundu Antipas Mughwai Lissu. Nafahamu tarehe 9 ya mwezi wa 4 akiwa kule Mbinga alishikwa na akaendeshwa kwa muda wa usiku mzima kilomita zaidi ya 1000 kutoka Mbinga kuelekea Dar es Salaam, na jioni ya tarehe 10 akafunguliwa mashtaka ambayo yanahusika. Kuna alifunguliwa kesi mbili, kesi ya uhaini kwamba matamshi aliyotoa mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 yalikuwa na misingi ya uhaini, na kesi ya pili ikafunguliwa kwamba maneno ambayo yalisema siku ile aliyachapisha, ambayo alichapisha taarifa za uongo kuhusiana na vitu ambavyo alikuwa ameshtakiwa navyo. Kesi ya kwanza ile ya uhaini, sababu mahakama ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam iliyoko pale Kisutu sio mahakama yenye mamlaka ya kusikiliza ile kesi. Ile kesi imeletwa pale kama kwa ajili ya taratibu za uchunguzi wa awali, na baada ya kukamilika ule uchunguzi wa awali, kesi ile inatakiwa ipelekwe, ripoti ya uchunguzi wa awali ikikamilika, basi inatakiwa ipelekwe katika mahakama kuu ya Tanzania ili sasa hiyo kesi ianze kusikilizwa rasmi. Kwa hiyo tuko pale Kisutu kama ni sehemu ya muda ya mapito, tunapita pale, mwisho wa siku kesi ipelekwe katika mahakama ya hakimu mkazi, mahakama kuu ya Tanzania. Kesi ile ya kuchapisha taarifa za uongo ambazo zinaendana kinyume na sheria ya makosa ya kimtandao yenyewe imeshaiva, ipo tayari kwamba sasa zile jana taarifa za awali zilisomwa, maelezo yale ambayo yalikuwa kuangalia kuhusiana na maelezo ambayo ya msingi yanahusiana na lile kosa. Mwenyekiti wetu aliweza jana kukiri kwamba zile taarifa mbili katika ile nyaraka ambazo zimewasilishwa na upande wa mashtaka kwamba ni sahihi, ambayo inahusika na majina yake, wapi anakaa na siku gani alishikwa na akafunguliwa mashtaka kwamba alishikwa, anashtakiwa mahakamani kwa makosa ya uhaini na makosa ya kimtandao. Hayo aliyakiri, lakini mengine yote ambayo alikuwa amesema pale alikataa. Zaidi ya vipengele 8 alivikataa. Kwa hiyo maana hiyo ni tulisaini tu, mawakili wake tuweza kusaini sehemu ambazo kwamba mambo mawili ambayo yamekubaliwa, hayo ndio ambayo yalisainiwa. Kwa hiyo yale hayana ubishi tena, lakini mengine yote yana ubishi na yatasikilizwa. Sasa ile kesi imepangwa tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 na ndio itaweza kusikilizwa. Sasa na ile ya uhaini, serikali kama mlivyosikia jana wamesema kwamba upelelezi haujakamilika, bali kwamba ni mambo yanahusiana na masuala ya maneno tu, lakini wao wanasema wao kwenye hatua za mwisho za kukamilisha upelelezi wao. Sasa katika hizi siku kumekuwa na watu, kesi ya mwenyekiti wetu kutokana na umaarufu wake, kutokana na unyeti wake, na kutokana na mazingira ambapo mtu alivyoshikwa na kuletwa, imevuta hisia za jumuiya ya kimataifa, imevuta hisia za Watanzania na jumuiya ya kimataifa, wanazuoni mbalimbali, wanasheria na sehemu mbalimbali. Sasa wale wanasheria na wanazuoni wakaona kwamba waje, maafisa wa kibalozi wapo hapa nchini na wao wamekuwa wanafuatilia kesi tokea ile tarehe 24 wamekuja, lakini nafahamu mambo machafu ambayo yalitokea tarehe 24 ya mwezi wa 4. Watu walishikwa pale Kisutu wakazuiwa kuja. Bwana mkuu wa mkoa alitoa matamko ya ajabu kabisa kukataza watu wasije. Akawepo kamanda Mlilo akasema watu wasifike pale mahakamani. Mahakama ikawa imezingirwa na mapolisi kwa namna ya ajabu kabisa, na watu walifika pale kwa kweli ambao hawakuwa mawakili, hali zao zilikuwa mbaya, wengine walipigwa wakaumizwa, na kuna hisia kwamba kuna mmoja wapo alipigwa mpaka akafariki, lakini baada kwamba taarifa kama zimefichwa. Wanachama wetu wengi sana kama 25 waliumizwa vibaya, wengine wakatupwa mabepande, na sehemu hizo kulikuwa na katibu mkuu hapa alifanya press conference ambayo ilionyesha video mbalimbali za yale mambo, na mpaka hivi leo hatujasikia polisi wakikana kwamba sio kweli. Kwa hiyo ni taarifa ambazo kwa kweli
zimefanya dunia nzima ifahamu kwamba kuna ukatili wa ajabu ambao unaendelea katika nchi yetu. Ajabu yake ni nini? Nashangaa kwamba inakuwaje katika kesi tu ya jinai ambayo mtu ameshtakiwa watu wengine waumizwe. Kwa sababu gani? Sasa jumuiya ya kimataifa ilikuja, wakaja hapa tarehe 24 walikuja wachache. Wiki hiyo walikuwa wamejiandaa wengi kuja, na wananchi vile vile ambao tulipigana kwa muda mrefu kuanzia tarehe 24 tulipigana waweze kusikilizwa, tarehe 28 tukapambana, na mwisho wa siku amri ikatoka kwamba kesi hii isikilizwe mbele ya umma wa watu. Tarehe 6 ndio amri ikatoka kwamba kesi hii inakuja itajwe na inasikilizwe mbele ya umma. Tunashukuru sana kwamba mahakama mwisho wa siku iliweza kutoa uamuzi huo, sababu unaendana na watu ambao wanajiheshimu, na muhimili ambao unatakiwa kuwa huru na unasimamia maamuzi yake, au takiwi kuwa katika amri au katika kuwa mtero au kwamba kufuata maelekezo ya kutoka mihimili mingine. Mihimili yetu tuna mihimili mitatu. Ibara ya katiba yetu inapotoa inaainisha kabisa kwamba kutakuwa na mahakama ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sasa ile ni mahakama ambayo inatakiwa kuwa huru, na kutakuwa na muhimili wa utendaji muhimili wa serikali, kutakuwa na nini na bunge. Yote yametajwa na katiba, yameanzishwa na katiba ya nchi yetu. Si kwamba muhimili mmoja umeanzisha vingine. Lakini maana yake nini? Katiba ni tamko la wananchi wa nchi ile kwamba wao wanafanya nini, wanaamua kuunda mfumo wao wa namna ya kuweza kujiongoza na kujitawala, na hawajasema kwamba chombo fulani kimoja ndicho kikubwa kwa kushinda vyombo vingine. Wameanzisha vyombo vitatu vya msingi kabisa ambavyo ni kwamba vinafanya nini, wanasema kwamba vitaweza kufanya mambo yao inavyotakikana. Katika ile dibaji utangulizi unasema hivi, naomba ni usome: kwa kuwa sisi wananchi wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania tumeamua rasmi na kwa dhati kujenga katika nchi yetu jamii inayozingatia misingi ya uhuru, haki, udugu na amani. Na kwa kuwa misingi hiyo yaweza tu kutekelezwa katika jamii yenye demokrasia ambayo serikali yake husimamiwa na bunge lenye wajumbe waliochaguliwa na wanawakilisha wananchi, na pia yenye mahakama huru zinazotekeleza wajibu wa kutoa haki bila woga wala upendeleo wowote, na hivyo kuhakikisha kwamba haki zote za binadamu zinadumishwa na kulindwa, na wajibu wa kila mtu unatekelezwa kwa uaminifu. Hayo ndio Watanzania tulisema hivyo. Tumeanzisha katiba hii tukisema kwamba tunaunda mahakama huru, tunaunda bunge ambalo huru na madhubuti. Kwa hiyo basi katiba hii imetungwa na bunge maalum la Jamhuri ya Muungano ya Tanzania kwa niaba ya wananchi, kwa madhumuni ya kujenga jamii kama hiyo, na pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Tanzania inaongozwa na serikali yenye kufuata misingi ya demokrasia, ujamaa na isiyokuwa na dini. Ndivyo ambavyo Watanzania tumeamua. Mahakama zetu zinatakiwa ziwe huru na zionekane zi huru. Sasa unapokuwa na watu wa muhimili tofauti, mkuu wa mkoa, ZCO au mwingine yeyote, au mkuu wa IGP au nani, si mkuu wa muhimili wa mahakama. Huu ni muhimili unaojitegemea. Na sisi mawakili kwa upande wetu, nikizungumza kama wakili, tuko katika muhimili huo wa nini, wa mahakama. Tunaitwa maafisa wa mahakama. Kwa hiyo inatakiwa kwamba muhimili huo ujitegemee, na mtu anapokwenda katika mbele ya sheria lazima achukuliwe hana hatia, na mpaka hatia yake inapokuwa ifanya nini, imethibitishwa. Lakini mkuu wa mkoa Albert Charamila akatamka aliyatamka, Kamanda Mlilo Jumanne Mlilo akatamka aliyatamka, na polisi wakaenda wengi sana pale wakafanya waliyafanya, ambayo ni matendo kama sisi kama chama Chadema tunasema hatutayafumbia macho, tutayashughulikia kamilifu, ili kwamba tuhakikishe kwamba kila mmoja wetu anaheshimu ibara ya 13 ya katiba ya nchi yetu ambayo inasema watu wote ni sawa mbele ya sheria na wanayo haki bila ya ubaguzi wote kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. Haijasema rais juu ya sheria. Haijasema kwamba ZCO juu ya sheria. Haijasema IGP yuko juu ya sheria.
Haijasema kiongozi wa Chadema yuko juu ya sheria. Haijasema kiongozi wa CCM yuko juu ya sheria. Lakini viongozi hawa ambao wanapochukua madaraka yao, kabla ya kuchukua madaraka uwapa mbele yetu na mbele ya mkubwa anayewapisha kwamba wataiheshimu, watahifadhi, kuitetea na kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Matendo yao inabidi yapimwe. Je, wanaviishi viapo vyao? Sasa watu wamekuja ile siku, wameweza kuangalia watu wakazuiwa. Sasa katika kuja, baadhi ya wanasheria na wanazuoni nguli kabisa, siku ya Jumamosi, ile kwa Jumapili, siku ya kuamkia Jumapili na kuamkia Jumatatu, wakazuiwa wasiingie katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndipo Martha Karua ambaye mmemsikia, Faith na wakawa wamekataliwa, na baadaye tena huyu Martha Karua alikuwa hata waziri wa sheria wa Kenya na ni mwanasheria nguli wa huko Kenya, lakini anafahamika katika ukanda wa Afrika Mashariki na bara letu la Afrika na ulimwenguni. Nakuja Dr. Wile Mutunga. Huyu alikuwa ni jaji mkuu wa kwanza wa Kenya baada ya kuwa na katiba mpya ya 2010. Ndio ameweka msingi wa mfumo wa mahakama ya Kenya kuwa jinsi ulivyo. Ndio alikuwa anaunda mahakama ile upya. Lakini huyu vile vile kasoma katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ni wale miongoni mwa Wakenya ambao walikuwa wanakuja wakati tunabadilishana wanafunzi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao walisomea katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wenzake na kina Isa Shivji. Anafika hapa Tanzania anakatazwa. Anakataliwa, anarudishwa. Alafu unategemea kwamba mambo haya ni yataishia hapo hapo. Vile vile mmesikia bwana huyo kijana mwingine wa vijana wameshikwa, Boniface Mwangi na yule dada Anet Arugaile, ambao wamefanywa vile vile leo ndio tunaambiwa kama wameondolewa. Lakini jinsi ambavyo huyu Boniface alipofuatwa pale katika hoteli ya Serena na akawa yuko hatarini, watu hawajajitambulisha sawa sawa, viongozi wanataka kwamba atoke nje, uongozi hata wa hoteli haujui, mpaka ikabidi pale jana asubuhi amefanya, ilikuwa ni mzingo wa fracas, watu wakashangaa, wageni wanashangaa, mtu anataka kushikwa mtero, uongozi wa hoteli haujui. Mpaka baadaye wanasheria wako pale ndio wamepambana, yule mtu akakimbia kwa wanasheria pale, na kiongozi wa ulinzi wa hoteli akasema kwamba hamwezi kumchukua mtu bila kumtambulisha nyinyi akina nani. Kwa hiyo tuna taratibu, PGO inaelekeza namna mtu anatakiwa kushikwa, lakini wenzetu hawafuati hivyo. Kwa hiyo Chadema kama chama kinalaani yale yote ambayo yalitokea. Kinalaani viongozi wa polisi na ndio ambao walishiriki katika zoezi zima, watu wa uhamiaji, watu wa polisi ambao walikwenda kufanya zoezi la kuwashika wale watu bila kufuata taratibu za sheria. Unapokuwa kama nchi, unapokuwa ni jumuiya ya kimataifa, unatakiwa uendane na kanuni na misingi au na yale maadili ya mtu ambaye amefanya nini, amesasishika, ameungwanika. Yanasema kwa Kiingereza kama you are a civilized person. Sitaki kupenda na ustaarabu kwa sababu si sawa sawa. Ni mtu watu ambao wameungwanika. Ndio kusema ustaarabu, mwingine anasema Ustaafrika, mwingine anasema Ustauraya. Sio sawa sawa. Kwa hiyo ni mtu ambaye jamii ya watu ambao wameunganika, mataifa ambayo yana tamaduni na tabia na mienendo ambayo inaonekana kama huyu mtu sasa si mtu anaishi, si mtu hayawani, bali ni mtu ambaye amejamiika, amekaa sawa sawa na wenzake wengine, mwisho wa siku akaraihika na kuwa mtu wa ulimwengu ambaye anaendana na tabia za nini, za watu ambao ni waungwana, na ni mojawapo ya sifa ya kuwa taifa. Sasa mtu anaposhikwa kinyume cha taratibu, sheria zetu zinasema watu wanapotaka kumshika mtu lazima wafuate taratibu, lakini si wanaofuata. Tumeona matukio ya watu kupotezwa, wanashikwa wanapotea, na tuna kesi kina Mduda hatujui yuko wapi mpaka hivi leo. Deus Soka hatujui, Ali Kibao alishikwa kwenye basi, mpaka leo polisi hata upelelezi hujafanyika, wameshika watu wengi wanapotea, mwisho wa siku wanasema kwamba sio sisi tuliwashika. Hata wanachama wetu wa Chadema walipopigwa hapa, wanasema kwamba sio sisi tuliwapiga. Kwa hiyo kuna kukana hata mambo ambayo ni ya wazi kabisa. Lakini mwisho wa siku huyo kijana msaidia sana kuweza kujua namna gani vyombo vyetu vya dola vinavyofanya, vinavyokiuka kabisa tamaduni na sheria. Sasa unawashika raia wa nchi nyingine, unakiuka. Unapomshika raia wa nchi nyingine, lazima pengine ni somo kwa polisi. Lazima unapomshika raia wa nchi nyingine
na una ubalozi wake hapa, lazima umwarifu balozi wa ile nchi. Wenda wao wafahamu. Ndio kanuni za kimataifa zinavyosema. Lazima mtu yule aarifiwe. Ufahamu kama ni raia wa nchi nyingine, balozi wake anatakiwa ajue. Sasa kama Boniface Mwangi, lazima ushirikishe mabalozi. Sasa imebidi sisi tuanze kuhangaika kuweza kuambia mabalozi kwamba mtu wenu yuko hatarini, ndio mabalozi waweze kuona. Si kama maarifiwa na serikali yetu. Sawa. Kwa hiyo sisi kama Chadema tunashukuru sana hao watu wote wa jumuiya ya kimataifa ambao walijitokeza kuja kushiriki kesi ya mwenyekiti wetu, na wale ambao wamepiga gharama kubwa kuweza kutoka huko na kuweza kufika hapa. Sio kama sisi tunawalipa, hatuna hizo fedha za kuwalipia hao watu. Wamefika hapa wanafuatilia kwa sababu gani? Wana jukumu la kiubinadamu na kiutu, kwamba kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinaheshimiwa. Hasa kuna alafu vile vile tunashukuru wanachama wetu wa Chadema, licha ya yote ambayo ilitokea, sio kwamba wote waliruhusiwa kuweza kuingia, ni wachache tu ambao waliweza kuruhusiwa kuingia pale mahakamani, na wengine wakakaa kule nje, hata wengine vyombo vilikuwa pale kuweza kuona vizuri. Unaambiwa kwamba tu waangalie kwenye mitandao ya simu, lakini tunafikiri kwamba inabidi kuomba uongozi wa mahakama kwamba lazima kuwe na nini, waweke hata TV ili watu waweze kuona pale na vile vile waweze kusikia nini kinaendelea. Basi tunawashukuru sana hao watu jumuiya ya kimataifa. Alafu na tunaomba msamaha sana kwa niaba ya Watanzania. Tunaomba msamaha sana kwa wenzetu ambao walipata madhira makubwa, kina Martha Karua, Dr. William Tunga, na watu wote yule Aneti, Boniface, Faith, na wote ambao waliolewa kwa nguvu hapa Tanzania. Tunasema tunaomba msamaha sana. Tusamee sisi Watanzania ambao tunaomba msamaha. Viongozi wetu watakataa kuomba msamaha, sisi Chadema kwa niaba ya Watanzania tunaomba msamaha. Tunasema kwamba tusamee, ndio hali ambayo tunapitia katika mazingira magumu ambayo tunaongozwa nayo, kwamba haki za binadamu na zile vitu ambavyo tunategemea kwamba tumeshafanikiwa kuvikamilisha na kuwa sehemu ya utamaduni wetu, hivi sasa inaonekana kwamba tunaanza kupigania upya. Sasa kingine ambacho nataka kuzungumzia ni kwamba sisi Tanzania ni nchi ambayo ilijinasi kutokea mwaka ule wa 60 kwamba tutakuwa nchi ambayo itaheshimu haki za binadamu, ni nchi ambayo itahakikisha kwamba haitakaa na kushirikiana na mataifa ambayo yanakiuka haki za binadamu. Ni kwa hilo na tunapenda wale kwa serikali huenda wengi hawafahamu, kwa sababu nadhani napata shida sana ninapokuwa nawasikiliza kama vitu hivyo wanavifahamu. Mwaka 60 Mwalimu Nyerere alisema kwamba Tanzania haiko tayari kujiunga na Jumuiya ya Madola kama Afrika Kusini itaendelea kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Madola. Akasema mchague, mnabakia na makaburu au mnamkaribisha Tanganyika kuwa sehemu ya Jumuiya ya Madola. Lakini Tanganyika itashiriki tu katika Jumuiya ya Madola kama makaburu Afrika Kusini itaondolewa katika Jumuiya ya Madola. Jumuiya ya kimataifa kwa kuona uzito wa kauli ya Tanzania ya Tanganyika ikaamua ikasema Afrika Kusini iondoke. Afrika Kusini iliondoka. Tulikuwa tuna tamaduni ya kupeleka watu wetu kwenda kufanya kazi kwenye migodi ya Afrika Kusini. Mwalimu Nyerere alisitisha hiyo mwaka 60. Watu wengi sana wako Mbeya, wapi wengi ukisikia story zao, masimulizi yao, wamefanya kazi kwenye migodi huko Afrika Kusini. Mwalimu Nyerere, serikali ya Tanganyika ilipokuja baada ya kupata ile madaraka, hiyo serikali ya madaraka ile mwaka 60 alizuia hicho kitu. Na baada ya hapo tukahakikisha kwamba tunaongoza jumuiya ya kimataifa. Ule mwaka wa 76 kususia michezo ya Olympic. Kutokana na kwamba timu ya cricket ya New Zealand ilifanya nini? Ilikwenda kucheza michezo na Afrika Kusini. Tukasema kwamba madhari na New Zealand na yeye imeshirikiana na watu ambao wanakiuka haki za binadamu. Sisi Tanzania tutafanya nini? Hatutashiriki michezo ya Olimpiki mwaka 1976 kama New Zealand itashiriki. Tuliongoza jumuiya ya kimataifa. Na wakati huo tuna mwanariadha mzuri kabisa, Philbert Bayi. Ndio anaongoza bingwa wa mita 1500. Tukaweza kuwashawishi mataifa zaidi ya 23. Mataifa 23 ya Afrika yalisusia. India na wenzetu wengine wakatuunga mkono. Na ni michezo pekee ya Olympic ambayo hadi sasa imepata nini? Imepata hasara. Ni Tanzania hiyo ambayo ilikuwa na kauli thabiti ikaongoza jumuiya ya kimataifa kuweza watu ambao wanatambua wakaweza kususia michezo ya Olympic. Hatukuishia hapo. Mwaka 79 baada ya Idi Amin kutuvamia hapa, tulipeleka majeshi yetu kwanza kumtoa Idi Amin hapa, na baada ya hapo kuingia Uganda. Mwalimu Nyerere alisema kwamba sasa tunampatia adhabu kidogo ndani mipaka yake, lakini mwisho siku ndio tarehe 11 ya mwezi wa 4 mwaka 79 majeshi yetu yakaweza kuingia Kampala na utawala wa Idi Amin ndio ukakomeshwa tarehe 11 ya mwezi wa 4 mwaka 79.
Na mwaka 79 huo ni mwaka muhimu sana katika historia ya jumuiya ya kimataifa, kwa sababu madikteta watano walianguka katika ubwaka. Alianguka Somoza wa Nicaragua, alianguka Shah Pervez Shah wa Iran, alianguka Nguema wa Equatorial Guinea, akaanguka Bokassa wa Afrika ya Kati, na wa mwisho na mwingine ambaye alikuwa hapo ni Idi Amin Dada. Tanzania ilikuwa na mchango mkubwa. Sasa katika kikao cha OAU mwezi wa 7 mwaka 79, Tanzania ilituhumiwa na Nigeria wakati huo mzee Olusegun Obasanjo ambaye mnamuona hivi sasa, na Nimeri Jafari Nimeri ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa OAU wakati huo alikuwa anamaliza muda wake. Walituhumu Tanzania, mkutano ulifanyika Monrovia. Tanzania ilituhumiwa na Nigeria na Sudan kwamba imekiuka msingi mkubwa wa agano la OAU la kuvamia nchi nyingine. Mwalimu Nyerere alitoa hotuba ya dakika 5. Na wakati anasimama kwenda kuhutubia, Obasanjo alitoka nje ya ule mkutano pamoja na Jafari Nimeri. Mwalimu alisema kama ni halali mataifa ya Afrika kupiga kelele na kulaani ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa na makaburu wa Afrika Kusini, kama ilivyokuwa imetokea Soweto mwaka 76, ilivyokuwa imetokea Sharpeville mwaka 60, ilivyokuwa imetokea ukiukwaji wa haki za binadamu unafanyika wapi? Unafanyika Rhodesia, Southern Rhodesia, hiyo ambayo ilikuwa chini ya Ian Smith. Ulikuwa unafanyika na mataifa mengineyo. Inakuwaje ni halali kwa mataifa haya ya Kiafrika kufumbia macho ukiukwaji wa haki za binadamu ambao unafanywa na serikali za Kiafrika ndani ya mataifa yao? Akasema Tanzania haiwezi kuwa sehemu ya umoja kama huo, na haiwezi kukubali hicho kitu. Kwa hiyo Tanzania ilisema kwamba inajichukulia madaraka, historia ambayo ilikuwa inaheshimika. Tanzania ilikuwa ikizungumza, inafanya nini? Inasikika. Na wakati huo ile miaka ya 70 hapa Indira Gandhi alikuwa anakuja karibu kila baada ya mwezi mmoja. Wakina David Owen walikuwa wanakuja hapa. Andrew Young wako hapa kuja kushauriana na Tanzania namna gani ukoloni utakuwa katika Afrika, namna gani mataifa ya nchi za 77 yatakayotakiwa kuenenda. Msimamo upi uko wapi? Afrika inasemaje? Sasa tulipofika ndio hapo tulipo. Taifa ambalo lilikuwa ni makao makuu ya kamati kuu kamati ya ukombozi wa Afrika. Wakina mzee Ashim Mbita amepata mpaka na tuzo. Ndio walikuwa wanatoka hapa kwetu wanaongoza hiyo kamati. Leo hii tunaonekana kwamba tunataka kusema kwamba wasitoingilie. Wasiingilie katika nini? Katika masuala yako ya kiuchumi, katika masuala yako ya kitamaduni. Wanasema hapana, katika masuala yangu jinsi gani ninashughulika na wapinzani, jinsi gani haki za binadamu zinavyotekelezwa. Napenda kuiambia serikali, napenda kumwambia rais kwamba kama sehemu ya jumuiya ya Umoja wa Mataifa, kama sehemu ya Umoja wa Afrika, kama sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania na serikali yako inabanwa na inatakiwa itekeleze haki za binadamu. Tuliposaini makubaliano ya kuingia Jumuiya ya Afrika Mashariki, tulikubaliana kwamba ule mwaka 99 tulikubaliana kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki ile ya kwanza iliyovunjika mwaka 77 ilikuwa imevunjika kutokana na nini? Kutokana na ule ushirikiano wa ile jumuiya kutokuwa inaendana na matakwa ya viongozi, haikuwa inaendana na matakwa ya watu. Agano la kuanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki ile mwaka 99 linataka wananchi, jumuiya hii sasa iendeshwe na nini? Na kukuza ushirikiano wa wananchi, wakiwa mtu wa mtu, lakini vile vile kiuchumi, kijamii na kitamaduni. Sasa kama jumuiya hii tukasema vile vile tutakuwa nchi ambazo zinaheshimu misingi ya demokrasia, misingi ya haki tutakuwa tunaheshimu haki za binadamu, tutakuwa ni watu ambao ni nini? Ni wazi. Angalia ibara ya 5 ya katiba inaposema
Angalia ibara ya 6 ya katiba ya agano la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunatakiwa tuendane kwa namna hiyo. Na tunasema vile vile kwamba tutaheshimu agano la haki za binadamu la haki za watu na binadamu la Afrika. Na vile vile tamko la haki za binadamu la ulimwengu na ule mwaka ule 48. Tutaheshimu matamko yote ya haki za binadamu. Sasa tunaposema mwisho wa siku kwamba wasituingilie, si sawa sawa. Tuliweza kuingilia kama ilikuwa sisi ni halali kuingilia makaburi yalikuwa kienenda. Kama sisi ilikuwa ni halali kuingilia jinsi ambavyo Idi Amin alikuwa akifanya Uganda, jinsi ambavyo Bokassa alikuwa akifanya Afrika ya Kati, jinsi ambavyo Ngwema alikuwa akifanya Equatorial Guinea, jinsi ambavyo hata ukumbuke mwaka 84 tumeziongoza nchi za Kiafrika kusema kwamba jinsi ambavyo Morocco inawatendea watu wa Sahara Magharibi si sawa, na kwamba Morocco iondoke katika Umoja wa Afrika. Mwaka 84 Mwalimu Nyerere akiwa mwenyekiti, amekuwa mwenyekiti kwa muda mfupi sana, ndio kwa sababu alikuwa amekataa kwa muda mrefu, lakini ili vitaka kuvunjika ule mwaka wa 84 ilibidi Mwalimu Nyerere aombwe au mwenyekiti asaidie kuweza kupeleka pale. Nazungumza hapa kwa sababu nafikiri wengi katika serikali yetu hawayafahamu. Tumejitahidi umejitahidi kufanya mkutano wake ule mwaka 82 kufanyia Tripoli. Mara 2 umeshindikana kufanyika. Quorum ilikuwa itimii. Sio zungumzia akili. Nchi moja ilikuwa inakosekana. Mwalimu Nyerere amekwenda msaidia Gaddafi mkutano ufanyike ilishindikana. Mara 2. Umoja ukawa uko na hali mbaya. Kwa hiyo Rais Moi ndio rais ambaye amekuwa mwenyekiti wa OAU kwa muda mrefu zaidi. Sababu ilimshikana Gaddafi kwenye mkutano kabili Moi aendelee. Sasa ule mwaka 84 Mwalimu Nyerere amesema kwamba lazima tuchukue uamuzi ambao utaweza kuweka kuhakikisha kwamba tunalinda haki za watu wa Sahara Magharibi, na vile vile tuweza kuweka Morocco iheshimu haki za watu wa Sahara Magharibi. Kama ilikuwa ni halali kwetu sisi kuweza kuingilia mambo yale, na kama ambao tulifanya tulikemea ukiukaji wa haki za binadamu Biafra. Wewe unaona kuna ule uwanja pale Biafra pale Kinondoni, na kuna Biafra pale Msoma, kwa sababu nafahamu nilikuwa nakaa maeneo ya Biafra pale Msoma.